Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Samuel Barasa. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Masaa haya ni masaa mazuri ambayo ninashukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ameifanya ili tukutane tena kwa mazungumzo kidogo. Kuna jambo moja ambayo watu wengi wanahangaika nayo, na jambo hili ni kuhusu maisha, life. Kwa hali hii nitatumia kama life, kwa Kiswahili uhai. Na uhai unatokana na Mungu Baba kuanzia pale mwanzo. Yeye ndio mwanzilishi wa uhai. Hakuna mwingine ambaye ni mwanzilishi wa uhai ambayo tuko nayo. Inatoka kwa Mungu. Hata ukiangalia vitu visivyo na uhai haviwezi vikatoa uhai huo. There's no life in things that does not have life. Huyu shetani ana uhai, na basi hivyo hawezi akapeana uhai wowote. Kwa hivyo maisha yako inahitaji upeane kwa Yesu. Ndugu yangu, nakwambia kuwa watu wanakufa, hata wewe ni mshahidi. Watu wanakufa, lakini watu hawatakaa katika kaburi siku zote, bali kuna siku ambayo Yesu Kristo anarudi na kufufua kila mmoja. Lakini ni wewe umechagua utaenda wapi. Ukimkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa umechagua njia ya uzima. Lakini uzima huo ama uhai huo, kama hujamkiri Yesu, hautapokea, bali utaenda katika jehanamu, mahali kulia na kusaga meno. Huko sio kurahisi. Kwa hivyo ndugu yangu, nakwambia uhai wako mpe Mungu, ambaye ni mwanzilishi, mwanzo wa vyote. Mwanzo mwa uhai unapatikana kwake yeye, Mungu wetu na Baba wetu. Yeye ndiye ana uhai ambayo mwanadamu na kiumbe chochote kinahitaji. So I tell you, life is in Christ. Life is in Christ. Uzima uko kwa Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba wetu. Kuna uhai kwa Yesu. Kwa hivyo peana maisha yako kwa Yesu, kwa sababu Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu ili yoyote asipotee, bali hawe na uzima wa milele. Kwa hivyo uzima wa milele, uzima huo wa uhai, maisha ya uhai uko kwa Yesu Kristo, Mungu wetu. Tunashukuru sana kwa nafasi hiyo, na mbarikiwe. Amen. Amen.